Kwa majina naitwa Angel Ariel Noel, nimemaliza la 7 mwaka huu, nikitakiwa niwe form 1. Nilikuja kwa shangazi likizo maeneo ya Manzese siku ya tarehe 29. Nilipata matatizo, dada alikuwa ametoka, shangazi akawa anapiga simu, mi nikachukua. Shangazi akasema naomba umpelekee simu dada, mimi ndo nikachukua simu nikampelekea dada ile, na nimempa simu dada, nageuka nirudi, ndo nikapigwa risasi. Nilipigwa ya hapa ikatokea hapa. Mi nilipopigwa hapa nikalala hapo, sikukumbuka kilichoendelea. Nilivyoamka nikajikuta niko hospitalini ICU, hospitali ya Moi, ndo nikaenda kupewa matibabu. Nimefaulu katika shule sekondari Suye, lakini nimeshindwa kwenda toka mwezi wa 11 mpaka sasa mwezi wa pili. Siwezi kufanya chochote, siwezi kwenda shuleni, nimekuwa kukaa kwenye kiti. Majina naitwa Happiness, ni mama mzazi wa Angel. Sisi tunaishi Arusha. Mwanangu alikuja likizo kwa shangazi mwezi wa 9. Baada ya kuja kwa shangazi yake, haja kupata matatizo akiwa kwa shangazi tarehe 29, siku ya uchaguzi. Ndio taarifiwa mtoto amepata maafa, kabidi nije. Kuja nimekuta mtoto yuko ICU Muhimbili. Kufika ibidi nianze kuungana na shangazi yake kumhudumia mtoto. Kwa kweli uwezo wangu mimi ni mdogo, sina uwezo kwa kweli. Shughuli zangu ni ndogo ndogo na nimeziacha shughuli zangu Arusha. Nyumba ninayoishi ni ya kupanga Arusha, nimeacha. Huku niko na mtoto na sijajua matumaini yake ni lini atainuka, tuweze kurudi na akapata elimu yake na mimi nikaendelea na shughuli zangu. Na bado tunaendelea na matibabu kumpeleka mtoto kliniki Moi, na bado ni gharama za pesa zinahitajika, na mimi uwezo wangu ni mdogo, na shangazi yake alipofikia hana uwezo, anahitaji pampers, anahitaji mahitaji mengi, kuna nauli ya kumpeleka hospitali. Kwa hiyo sijajua nafanyaje. Ndugu zangu, mnanisaidiaje? Nilikuwa naomba kama kuna uwezekano zaidi wa kufanyiwa matibabu zaidi, ningeomba mngenisaidia aweze kuinuka na aweze kwenda shule. Bado ni mdogo, bado anahitaji kusoma na mimi sina uwezo. Kwa nawaomba jamani, Mama Samia popote ulipo, kama unanisikia, nilikuwa naomba msaidie mwanangu naye ainuke. Namba yangu ya simu ni 0763747599, 0763747599. Nilikuwa naomba msaada jamani, atakayegusa yoyote msaidie michango yenu, mtoto wangu apelekwe hata nje ya nchi aweze kusimama, maana bado mdogo sana. Mimi shangazi yake na Angel. Nilitoka nikaenda kwenye mshike zangu, nikamwacha hapa nyumbani. Sasa dada alikuwa huko nje kwenye biashara, simu ikaita ndani, akamletea. Katika kumletea, maaskari wakatokea barabarani, wakawa wanapiga risasi ovyo ovyo, ndio ikampata risasi. Na sio peke yake ambaye alipiga risasi, kuna wengine ambao walipiga risasi, sema ndio hivyo washatangulia mbele ya haki, walipigwa wawili. Kuna mama ambaye alipiga, ambaye kaacha watoto wawili. Yule mama alikuja akafariki, alikuwa anakaa humu ndani, na alipiga risasi, alikuwa amesimama maeneo haya.
ambayo nyumba yetu sipo karibu na barabarani, lakini mtaa wa nyuma, maana alitoka barabara kule maaskari wakaja huko mtaa wa pili. Nilikuwa bado sijarudi, nilipigiwa simu nikiwa njiani, bwana Angel huku amepigwa risasi, kwa hiyo uwahi huku. Kabla sijafika nikapigiwa simu nyingine, nikaambiwa niwahi Muhimbili, kapelekwa Muhimbili. Kweli nilipofika hapa nikaweka mizigo yangu hapa, mimi nikaenda zangu Muhimbili na mguu, nikafika kule nikamkuta, ila nilimkuta kwenye hali mbaya. Na madaktari wakaniambia subiri, tunamhangaikia, atakaa sawa, usiogope. Mimi mtoto alichukuliwa hapa akapelekwa Palestina. Kufika Palestina pale ndo akatoa ambulance ndo ikampeleka Muhimbili. Mimi nilitoka na mguu hapa mpaka Muhimbili. Nilipofika kule nikamkuta mtoto kawekwa mapokezi, ndio nikaenda nikaongea na madaktari, nikamwambia mbona amshughulikie mtoto? Wakasema tunamshughulikia, sema au tumemwangalia sehemu aliyopigwa sio sehemu mbaya, ndio maana tumemnanili kwanza, tumemweka pembeni. Kwa muda huo alikuwa ajitambui na ICU alikaa ndani ya wiki nzima. Alipelekwa kule ile tarehe 29 alipomaliza kufanyiwa operation, alipelekwa ICU akatolewa huko Alhamisi ya wiki iliyofuata. Ndio ilikuwa hamna. Nitoka hapa saa 8 nikafika kule Muhimbili saa 1 ndio nikafika Muhimbili, na ndani ya siku zote alizokaa Muhimbili, ndani ya wiki nzima alikuwa anatembea na mguu, maana usafiri ulikuwa ni wa shida, hamna. Maaskari nilikuwa nikiwakuta naambia mimi nina mgonjwa wa Muhimbili kapigwa risasi. Wanauliza risasi kapigwa nani? Ngamba kapigwa na maaskari. Alipigiwa maeneo gani? Ngamba alipigiwa maeneo ya nyumbani. Alikuwa mwandamanaji? Ngambia wala kutoka kwenye barabara. Mtoto mwenyewe ana umri wa miaka 12. Alitoka nyumbani huko Arusha akaja huku kuja kunisalimia shangazi yake. Alipofika huku tumekaza, bahati mbaya tarehe 29 ndio akamkuta hayo. Siku ile ya kwanza sikupita barabara kubwa, nilipitia njia za huku nyuma kama nani kwa Mtogole nikaanza kupita na nili mapipa kule na mguu, tukafikia pale mapipa ndio bahati mbaya nikapata pikipiki pale, lakini kanipeleka mpaka Muhimbili kwa shilingi 7,000 kutoka pale mapipa mpaka Muhimbili. Sema siku zingine zote ambazo zilifuata nilikuwa natoka hapa asubuhi naenda kule na mguu. Napita barabara kwa barabara nikakuta maaskari na waelezea, wanaambia pita nenda. Kusema kweli Muhimbili bado nadaiwa hela kule. Tunadaiwa kule. Na tunahitajika kule tulipe, ambayo ilitoka bili ya milioni 9 ndio iliyotoka. Tumelipa ila bado hela tunadaiwa kule. Bado hela kule tunadaiwa, na changamoto kama hivyo, anahitajika pempasi, anahitajika kubadilishiwa mpira kama hivyo, kwenda kwenye mazoezi anahitajika aende kwa wiki mara 2, Jumanne na Ijumaa, ambayo kwenda tu anatakiwa alipe shilingi kutoa gari hapo na kurudi kule 24,000. Kwenye kuna nini kule kwenye mazoezi anatakiwa alipe shilingi 25,000 kwa kila anavyoenda. Na bado pale alipo atakuwa kaendelea na shule. Sasa kwa sasa hivi hawezi kuendelea na shule, maana bado hali yake ndio ile pale, anyanyuki, atembei, ni wa kulala hapo hapo. Nilikuwa naomba jamani, Watanzania wenzangu, atakayeguswa na chochote anisaidie, maana bado yule mtoto anahitajika kusoma, atakiwa aendelee na masomo yake. Mwaka huu nilikuwa nataka aingie form 1, lakini ameshinda kuingia form 1, maana hali yake ndio kama vile ni wa kulala hapo chini, bado hajatengamaa miguu bado. Naomba kama unaweza katafuta mtu atakayenisaidia apeleke hata nje akaweze kuangalia kimatibabu zaidi, ili aweze kurudi kwenye hali yake. Wanaomba msaada wao, atakayeguswa, mwenye chochote atakachokuwa nacho akinisaidia nitashukuru kwa hilo. Biashara yangu ndio hii kama mnavyoiona, mama ntilie, sina biashara nyingine. Mama yake mzazi hana biashara. Anaishi Arusha, ndio alikokuwa anaishi. Hapa kaja kwa ajili ya kumuuguza mtoto, ndio leo mleta huko. Maana mimi nisingeweza, maana mtoto mdogo kama hivi, na pale ndani na mama yangu tena mzazi ambaye hajiwezi, kwa singeweza kuwauguza wote wawili. Ndio maana nikamwambia mama yake atoke Arusha aje huku ili anisaidie. Kwa hiyo naomba tu Watanzania mimi msaidie.